Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimemvua rasmi wanachama aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje wa Chadema John Mrema kutokana na kuleta dharau dhidi ya mamlaka ya chama na kuleta ukaidi dhidi ya kuheshimu miiko, tamaduni na misingi ya chama. Katibu wa tawi la Bonyokwa Chadema Solomini Kagoruki leo amemwandikia barua ya kumvua wanachama Mrema ambaye amekuwa akilisema pia kundi la G55, ambapo kwenye barua hiyo Kagoruki amenukuliwa akimwambia Mrema rejea barua ya Aprili 16, 2025 iliyokuwa pamoja na mambo mengine ikikutaarifu kuhusu wito wa kufika mbele ya kamati tendaji ya tawi lako la Bonyokwa kujieleza juu ya mambo kadhaa ambayo yalitajwa kwenye barua husika, lakini pia barua ilikutaka uwasilishe utetezi wako kwa maandishi ndani ya muda tajwa kwenye barua. Napenda kukujulisha kuwa kamati tendaji ya tawi la Bonyokwa iliyoketi jana Aprili 29, 2025 Bonyokwa Segerea kwa pamoja ilipitia na kujadili tuhuma dhidi yako na kubaini baada ya kupokea barua tajwa hapo juu ulidharau mamlaka yako ya nidhamu kwa kuibeza barua husika na kuisambaza kwenye mitandao ya kijamii badala ya kutumia muda huo kutekeleza takwa la barua hiyo la kujitetea mbele ya tawi. Pia katika hali ya kushangaza, pamoja na kuwa ulikuwa umetakiwa kujieleza, uliendelea na kutenda kosa kwa kuendelea kupinga na kudhihaki misimamo na program za chama, na ulifanya hivyo waziwazi kwenye mkutano wako na waandishi Aprili 22, 2025, ambapo uliendelea kushikilia msimamo wako wa kukituhumu chama hadharani, huku ukijua kuwa huo sio utamaduni wa Chadema na wala sio misingi yake. Baada ya mjadala wa kina dhidi ya tuhuma zako, kamati ilifikia uamuzi wa pamoja kuwa umepoteza sifa za kuwa mwanachama wa Chadema kwa mienendo yako hiyo, na kuwa hivyo kwa mujibu wa katiba ya Chadema ya mwaka 2006 toleo la 2016 ibara ya 543 umevuliwa rasmi wanachama wako wa Chadema wa tawi la Bonyokwa kuanzia tarehe ya barua hii. Lakini pia tunapenda kukutaarifu kuwa kwa mujibu wa kifungu tajwa hapo juu unayo fursa ya kukata rufaa kwa ngazi ya juu kama hujaridhika na adhabu hii.